Halo. Halo. Baby. Naam. Sasa taarifa nilionayo ni njema kwako. Yeah. Tayari Mr. Frank na familia yake yote wameshapoteza maisha, na hivi ninavyokwambia tunafanya tu taratibu za kuwazika. Kwanza ngoja nikupongeze kwanza. Kwanza hongera sana kwa kazi nzuri. Kutegemea kabisa kama utafanya kitendo kama hicho. Hakika wewe ni mwanamke jasiri sana. Beni wangu, asante sana. Furaha yangu ni kukuona ukiwa na furaha. Niko tayari kutimiza lolote hilo utakalolihitaji, ili mradi tu uwe na furaha, kipenzi changu. Sawa, nimefurahi sana. Napenda sana tu. Dada. Tunaweza kwenda. Sawa. Monica ni mwanamke hatari sana. Nimekuwa shinikizo la huu mpango, lakini sikutegemea kuwa itakuwa haraka kiasi hicho. Inabidi niwe makini sana kwenye mipango yangu. Make nikicheza kidogo na mimi nitateleza, kwa sababu kama amewapoteza watu watatu, hashindi kunipoteza mimi mtu mmoja. Kwa sasa inabidi niwe makini sana kwa kila mpango nitakaoupanga kwa ajili ya Monica. Hakika mimi ndo Beni na tajuta kunifahamu. Na hakika lazima nihakikishe na mfilisi. Mama, jana siku nikusikia unalia, na asubuhi ulivyoondoka ulikuwa unalia, na sasa hivi siku huu unalia. Mama, kwani kuna nini? Hebu niambie ukweli. Neema mwanangu, nenda kalale. Ni mambo ya watu wazima haya mwanangu. Hapana mama, wewe kupenda na mimi kulala. Mdogo Jennifer, toka jana alivyoondoka na Alex hajarudi mpaka sasa. Kila nikikuuliza na mdogo Jennifer yuko wapi, unakaa chini. Kwani kuna tatizo au kafa? Mdogo wako Jennifer hajafa Neema, ila moyo wangu unahisi kama amekufa, hata kama tuna polisi. Wanamtuhumu kwa jambo la kutisha mwanangu. Inasemekana amemuua Franki, Alex pamoja na mke wake Joyce. Na mdogo wako Jennifer ndo amekuja kwenye eneo la tukio. Najua hawezi Neema, ila kuna watu ambao wamemtengenezea mtego, na sisi hapa nyumbani tumebaki wawili tu Neema. Lazima tujue mamako mdogo anapitia kwenye moto wa dhuluma.
na sijui kama nitamwona akicheka kwenye nyumba hii tena. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo wa ndani. Ulinikumbatia kwa mikono ya Dr. Angel, jeshi la polisi linasubiri majibu kutoka kwako. Tukio hili la Mr. Frank kufikia wakati wa chakula limeleta taharuki kubwa. Tunahitaji ripoti ya uchunguzi wa sumu ili tujue tunadili na adui wa namna gani. Je, ni sumu ya mmea, kemikali za viwandani, au ni sumu ya kutengenezwa maabara? Afande, nimefanya upasuaji ndani ya miili yote mitatu. Kwenye miili ya Frenki na mkewe Joyce nimekuta kuna hali inayoitwa kufeli kwa moyo na mapafu. Mapafu yao yalijaa maji kiasi kwamba walishindwa kuvuta hewa safi. Wamekufa kwa kukosa pumzi, hali iliyopelekea mioyo yao kusimama ghafla. Na vipi kuhusu huyo Alex? Hapo mambo ndio yanapokuwa magumu. Kwa Alex, mfumo wake wa neva na ubongo ulikufa kwanza kabla hata ya mapafu. Hili linaashiria kwamba kemikali iliyotumika ina uwezo wa kushambulia viungo vya mwili kwa dakika chache sana. Ni kitu chenye nguvu ya ajabu sana ambacho sijawahi kukiona tangu nianze kazi hii. Daktari, jeshi la polisi linahitaji jina la hiyo sumu sasa hivi. Tunahitaji kutafuta chanzo. Je, ni sumu ya asili inayopatikana sokoni ama ni kemikali haramu? Afande Deus, nimefanya vipimo vyote vya kimaabara vya kutambua sumu. Nimeangalia kila aina ya kemikali inayojulikana duniani kote, lakini matokeo yote yanaonyesha hakuna sumu yoyote iliyotumika tunayojua. Unamaanisha nini kusema hamna? Watu wamekufa mezani, Dr. Angel. Namaanisha kuwa seli za miili yao zimeharibiwa na kitu ambacho hakipo kwenye vitabu vyetu vya tiba wala kwenye orodha ya kemikali za kisayansi. Nimefika kikomo afande. Nimeshindwa kabisa kutambua ni sumu gani iliyotumika. Ni kana kwamba walikula kifo ambacho hakina utambulisho wa kibinadamu. Nimekuwa kwenye jeshi hili la polisi ni miaka 5 sasa. Hakika nimeona mengi, lakini hili ni fumbo ambalo hata pingu zangu haziwezi kulifunga. Kama wewe mtaalamu umeshindwa kuipa jina somo hii, hakika tunakabiliana na adui asiyekuwa wa kawaida. Samahani sana afande. Nilitamani nikupe jina la muuaji ili uende ukamkamate, lakini maabara yangu imekosa majibu. Usijali Angel, sayansi imefanya sehemu yake na mimi nimeyapokea maelezo yako. Jeshi la polisi haliwezi kushikilia miili hii kwa ajili ya majibu ambayo hayapo duniani. Hakika Frank na familia yake wamepata mateso ya kutosha. Nikabidhi hiyo ripoti. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika.
Nimeridhika na maelezo yako ya kitaalamu dokta. Toa maelezo kwa wahusika wa mochwari. Nimekata shauri. Mwili iandaliwe na ukabidhiwa kwa ndugu zao kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi. Acha sasa upumzike kwa amani, wakati sisi tukiendelea kumsaka aliyeanzisha giza hili. Afande, nitakisha anafanya hivyo haraka iwezekanavyo. Mkuu, tunafanyaje hapo? Maana hili jambo lazidi kuwa gumu. Nadhani kila kitu kipo wazi, ila nadhani bado tuna nafasi ya kulikamilisha hili jambo. Muda si mrefu kile kitu kinaenda kuwa sawa. Lozi, karibu. Asante udugu wangu, ndo nishakaribia. Shogangu, niambie huko ulikotoka vipi? Rafiki yangu, mambo hayakuwa mazuri kabisa. Isingekuwa ujasiri, sidhani kama ningetoboa. Nimefika pale, wakawa wanahitaji maelezo kwa ufupi kuhusiana na vifo vya hao watu. Lakini sema nimekaza. Sio mbaya, lakini pia nimemkuta kuna ndugu yake na Joyce ambaye ni kaka yake. Na yeye nimejaribu kuzungumza naye baadhi ya vitu, ila inavyoonekana hajui chochote kinachoendelea. Na nimekuja naye hapa nyumbani kwa sababu kule nyumba ya Mr. Frankie wameifunga kwa muda kwa ajili ya upelelezi. Kwa hiyo taratibu zote za msiba zitafanyikia hapa. Inabidi tuwe makini sana, kwa sababu kama ndugu yake na Joyce nitakuwa naye karibu, baadhi ya vitu vyetu tunatakiwa tuwe navyo makini sana. Na hivi tunavyoongea yupo chumbani anaoga. We, unataka kuniambia kwamba Michael yuko chumbani? Yupo. Tena hata usijali. Huyo anamudu vizuri sana. Lakini shogangu, nina taarifa za moto. Shogangu, zipi hizo? Maana umenifanya mpaka mwili wangu umepata joto. Niambie. Tena aswa uambie moyo tulia. Shoga, kuna jumba bovu limemwangukia mtu. Huwezi amini. Afande akaniambia tunaye mtuhumiwa ambaye ni Jennifer amekutwa sehemu ya tukio. Nikajiuliza ni nani huyo? Afande ndo akaniambia eti alikuwa mchumba wake na Alex. Shoga, moyo ulinishuka. Nikasema mbona hili sasa ni zali la mentali? Maana yake tena kwenye uwaji mwenzako simo. Ikabidi tu niwe mnyonge. Nikamwambia afande simjui na sina taarifa za Alex kuwa na mchumba. Nikamwambia hivyo. Lakini shogangu, nataka nikazie pale pale kwa huyo binti. Ili dhambi zangu zote, mapenzi yangu yote kwa Beni, itabidi aubebe msala wote. Ili mradi tu mimi na Beni wangu tu enjoy. Hapo vipi? Unaionaje hiyo? Nilikuwa nishasahau kama yuko chumbani. Sawa shogangu, tuache na hayo. Vipi kuhusu ile swala la mganga? Unajua
hizi taarifa zimenipa furaha kidogo, ila sio mbaya. Swala la mganga ndo bado linaniumiza akili, kwa sababu nawaza hayo maji tunayapata wapi? Na pale hospitali sifahamiani na mtu yeyote yule ambaye anaweza kanisaidia. Labda naweza nikasema kwamba unisaidie kwa hili rafiki yangu. Kwa hiyo shoga wangu hata usijali. Na ndio maana niko hapa. Sasa sikia nikwambie. Kwenye ile hospitali iliyohifadhiwa mili ya marehemu, kuna daktari mimi nafahamiana naye. Anajifanya kupita kwenye anga zangu. Sasa huyu ndo tutakaye deal naye, atatukamilishia kazi yetu. Vizuri. Nimefurahi kusikia hivyo. Huyu sasa inabidi tudili naye. Lakini hata hivyo, Maiko hatakiwi kutukuta hapa. Mimi naomba sasa tucheze na muda. Naomba uondoke, mimi nijiandae. Baada ya muda kidogo nitakupigia unitumie location tukutane wapi. Acha mimi niende, lakini nitakapokutafuta naomba uwahi. Haya sawa, karibu. Haya poa. Sawa, acha mimi niende. Sawa, bye. Nilikuamini kwa moyo. Habari yako Bi Monica? Salama, karibu. Asante. Kama nilivyokueleza, ripoti ya uchunguzi wa miili imekamilika. Na hii basha ndio na ripoti za vibali vya mazishi. Nadhani unaweza kuchukua. Bila shaka mweza mkaendelea taratibu zingine kama kawaida. Kingine ni kwamba kuhusiana na nyumba ya Mr. Frank, kwa sasa ipo chini ya uchunguzi wa jeshi la polisi. Kwa hiyo taratibu zingine zote za mazishi na msiba zitafanyikia hapa kwako. Kila kitu kitakapokamilika mtapewa taarifa. Tuone siku gani tunaweza tukaenda kuchukua miili kuendelea na taratibu za mazishi. Kuhusiana mimi nadhani naweza kuchukua hata kesho. Mambo mengine yote nadhani mjieleza kwenye hizo document nilizowapatia. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Bi Monica, poleni sana. Itakuwa na nyinyi kwa kila hatua. Muwe na siku njema. Michael, nipo chumbani. Rose, natumaini sijachelewa. Nimefika muda mwafaka eti? Kweli shoga yangu. Sasa sikia nikwambie. Yule jamaa tunamzungumzia, nilimpigia simu yake haipatikani. Naona kama pia tuchelewesha kwenye kazi yetu. Nimeona tumtumie hapa dada kama hutojali. Au unaonaje shoga yangu? Vizuri. Rose, kwa sasa hivi hatutakiwi kuangalia ni nani atakiwa kuwa karibu yetu. Kinachotakiwa sasa hivi, kama una uhakika na huyo dada, tuzungumze naye issue yetu tuimalize hapa hapa. Au unaonaje? Dada kama nilivyokuelekeza, muhusika mwenyewe ndio huyu hapa kashafika. Dada, nashukuru kwanza kwa kuona na kukutana mahali hapa. Ni kweli nimeshapewa maelekezo na rafiki yangu. Hilo swala lenu ni gumu sana, maana liko chini ya uangalizi wa askari. Tena uangalizi mkali sana. Maana hata mimi kweli nitawafanyia, haina shida. Ila je, malipo mnaeleweka?
Vizuri sana. Kuhusiana na malipo, hata usijali. Mimi nilichofurahia ni wewe namna unavyozungumza. Unaonekana ni binti jasiri sana na unanifaa katika kazi yangu. Yaani, kuhusiana na malipo, kiasi chochote cha pesa niko tayari kukupa. Ili mradi tu fanya juu chini. Hayo maji niyapate. Nadhani umenielewa. Usijali, kazi yako imeisha, mrejesho atakupa mwenyewe. Basi sawa. Utakapompa mrejesho Rose, na mimi nitampa mrejesho wako. Alafu pia usisahau kumpa namba yako. Ili mimi nitalifanyia muamala muda wote. Ila nakuomba sana, chonde fanya uwezalo. Kesho asubuhi na yahitaji hayo maji. Manake kabla jua lijazama. Sawa, haina shida, mimi naombeni waache. Sawa, tutaonana wakati mwingine. Rose, ningeomba tuongozane tu. Najilaumu kwa kila ishara niliyopuuza, kwa kupenda kupita kiasi bila kuuliza. Tumaini likanyonywa na kumbukumbu, ndoto zikazikwa kabla ya kupumua. Moyo umechoka kuomba rehema, machozi yakauka, giza likatawala. Mama, mwanangu, kesho ndio siku ya mazishi. Familia Bwana Fiki wote watatu wanazika pamoja. Najua Neema, taarifa zimetapakaa kila mahali. Mama, utaenda, lazima tuwepo. Mimi niende kule ili nionekane kama dada wa muuaji? Hapana, siwezi. Kila hatua nitakayopiga watu watakuwa wakinong'ona kuwa huyo dada mdogo wake ndio aliyofanya mauaji hawa watu. Nafsi yangu haina nguvu kabisa, kwa hiyo sitokuwepo mwanangu. Lakini mama, Alex alikuwa mgeni kwetu na alikuwa rafiki yangu, na unajua kabisa alivyokuwa anapenda na mdogo Jeni. Moyo wangu unaniambia lazima nikamwage Alex. Nataka nikampumzishe rafiki yangu kwa mara ya mwisho. Alex alikuwa kijana mzuri na kifo chake ndicho kinachomtesa Jenifer huko aliko. Kupoteza mtu aliyempenda na kisha kusingiziwa kuwa amemuua, inasikitisha sana. Nenda mwanangu, nenda kumwakilishe mama yako. Mimi nitakuwa hapa nikimwombea Jenifer na hao marehemu. Lakini uwe mwangalifu mwanangu. Ulimwengu una macho ya chuki kwa sasa. Asante mama, nitakuwa mwangalifu. Nitaibeba huzuni yetu, lakini sitainamisha kichwa, kwa sababu najua mama mdogo Jenifer sio muuaji. Safari tuloianzisha pamoja ya mimi na wewe imebaki kuwa historia. Maana natamani siku zirudi nyuma nielekebishe makosa, lakini haiwezekani. Umeenda mazima, kukuona haijulikani. Maana makosa niliyokutenda najutia daima, najutia daima. Nimebaki mpweke, mimi naugulia na nafsi yangu, siamini kama kweli umeondoka kwenye macho yangu. Najitahidi kurejesha furaha. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumemaliza kustiri miili ya marehemu wetu wapendwa tuliopenda sana. Japo Mungu kawapenda zaidi yetu, ila tusifadhaike, maana hapa ndo nyumba yetu ya milele kwa kila mtu. Unaona leo imetokea hivi, usiweke kinyongo na mtu yoyote, usiwe na shaka. Hata Mungu aliyewachukua
ana maana yake, na kuna mtu atakayeishi milele, maana kila mtu ana mwisho wake, na mwisho wa mtu hakuna mtu yote anayeweza akajua mwisho wake, bali ni Mungu Bwana wetu Yesu Kristo. Watumishi, Bwana asifiwe. Kwa hiyo wafiwa wote pamoja na watumishi wote wa Mungu, Mungu awabariki sana, na pia msifadhaike, maana najua hawa ni ndugu zetu waliolala hapa, tunawapenda sana. Kwa hiyo nawaombeni sana tu, mweze kuwatia moyo wafiwa wetu hawa, wasije wakawa na kinyongo, wakakosa tumaini la kuishi hapa duniani, maana Mungu pekee ndiye aliyeamua kuchukua watu wake. Kingine napenda kuwaombeni Bi Monica na Bwana Michael, naombeni msifadhaike, maana neno la Mungu limetoa. Kwa tunaombeni sana, pamoja na watumishi wote wa Mungu, naombeni mjaribu kuwatuliza mioyo yao, wasionekane upweke. Basi ni bora ungetoa taarifa mapema, ningejiandaa kuomboleza mapema, huenda ningeyazoea majonzi nayoyapitia, ningeyazoea. Nimebaki mpweke, minaugulia na nafsi yangu, siamini kama kweli umeondoka kwenye macho yangu. Najitahidi kurejesha furaha ya moyo wangu, lakini imeshindikana. Siamini kama umeenda. Siamini kama umeondoka. Basi ni bora ungetoa taarifa mapema, ningejiandaa kuomboleza. Nilikuamini kwa moyo usio na kinga, nikakuona malaika, kumbe pepo wa ndani. Ulinikumbatia kwa mikono ya ada, ukaniua taratibu bila tone la damu. Umenipa kisa
Hello guys, mambo vipi mashabiki zetu wa series nzuri ya Kisasi cha Nafsi? Nilikuwa napenda kuwataarifu kuwa kazi yetu ya Kisasi cha Nafsi kuna mabadiliko kidogo yametokea. Wakati ya Rain imebadili. Kwa hiyo msije mkajiuliza kwamba ni nini kilichotokea. Kwa hiyo endeleeni kutufuatilia kama mlivyotupokea mwanzo. Tunaombeni mtushike mkono. Tunapokuwa tunakosea, tunaomba comment zenu. Maana comment zenu nyinyi ndio zinatufanya sisi kufika hatua fulani. Usisahau kushare, kucomment, kulike na kusubscribe pia account yetu ya Sawa Katu Film. Tunawapenda sana. Tumaini likanyonywa na kumbukumbu, ndoto zikazikwa kabla ya kupumua. Moyo umechoka kuomba rehema, machozi yakauka, giza likatawala.